Bwana Yesu asifiwe. Naomba ni kukaribishe tena mtumishi wa Mungu. Leo ni siku nyingine tena. Bwana ametupa kibali kuwapo pamoja katika kipindi hiki kwa ajili ya kupata somo la maombi katika siku hii ya leo. Na kabla hatujaendelea, naomba tujiweke wakfu mbele za Bwana na Mungu aweze kusema na sisi katika neno lake na aweze kuachilia kile ambacho amekusudia nasi kwa siku hii ya leo. Naomba tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo mfalme Mungu li hai, nakushukuru Mungu kwa ajili ya baraka na neema ambayo Bwana unaachilia kwa watumishi wako. Asante kwa ulinzi wako Mungu katika siku hii ya leo. Umetulinda tangu asubuhi na jioni nyingine tena hii Bwana. Tunajiweka wakfu mbele zako katika jina la Yesu tunapoenda kuanza kipindi hiki cha kupata mkate wa uzima katika jina la Yesu, na kukaribisha Roho Mtakatifu. Baba, husika ndani yetu. Baba, achilia kile ambacho Mungu umekusudia ndani yetu ili ipate kutuvusha katika kulitumikia kusudi lako katika maisha haya. Katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu tumeomba. Amen. Mpendwa mtumishi wa Mungu, naomba nikukaribishe tena katika siku hii ya leo. Ni siku ambayo Mungu ametujalia kuendelea tena na somo lingine ambalo ni somo ambalo Mungu ameachilia ndani yetu. Na somo la leo linahusiana na nguvu iliyoko katika maombi. Narudia tena, nguvu iliyoko katika maombi. Katika somo hili ambalo tunaenda kutazama kwa angalau kwa namna ambavyo unaweza ukapata kitu ambacho ni himizo la Mungu ndani yako, unaweza uwe tayari kupokea kile ambacho Mungu atafanya ndani yako. Na msingi wetu wa neno la Mungu katika siku hii ya leo, msingi wa neno la Mungu katika siku hii ya leo tunapata katika ile Wafilipi na Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6, lakini pia na Mathayo sura ya 7 mstari wa 7. Lakini tutapitia vifungu mbalimbali ambavyo vinaweza vikatusaidia sana kuona umuhimu wa maombi ndani yetu. Umuhimu wa maombi ndani yetu. Na kumbuka tunazungumza nguvu iliyoko katika maombi. Na tunaposema, mpendwa mtumishi wa Mungu na msikilizaji popote ulipo, inawezekana unajiuliza kwamba hivi maombi maana yake ni nini? Hivi maombi ni nini? Maombi ni hatua fulani, au tuseme ni kama tunasema maombi ni hatua ya kueleza mahitaji yako mbele za Mungu. Ni kitendo cha mtu kufanya sala au kuomba au kueleza haja za moyo wake mbele za Mungu. Tunasema huyu mtu anafanya maombi. Kwa hiyo kitendo cha wewe kueleza mahitaji yako mbele za Mungu, maana yake unafanya maombi. Na siri kubwa iliyoko kwenye maombi ni nini? Maombi humthibitisha Mungu wa kweli ni yupi. Katikati ya maombi, mara nyingi katikati ya maombi pia watu wengi, siri iliyoko kwenye maombi kwa sehemu kubwa, kwa namna ambavyo natamani upate kuona, ni jinsi ambavyo maombi yana uwezo na mamlaka ya kudhihirisha Mungu wa kweli katika maisha yako. Unavyokuwa mtu wa maombi, maana yake daima unampa Mungu nafasi ya kujidhihirisha yeye mwenyewe na kujifunua ndani yako, na kujifunua kazini, na kujifunua kwenye eneo lako la biashara, na kujifunua kwenye eneo la familia, na kujifunua katika eneo la huduma, na kujifunua katika maeneo ambayo Mungu amekuweka. Kwa hiyo katika siku hii ya leo, ninachotamani uone ni umuhimu ambavyo ni umuhimu na siri kubwa iliyoko katika maombi. Maombi yana nguvu gani katika maisha ya mwanadamu? Maombi yana nguvu gani katika maisha ya mwanadamu? Wafalme wa kwanza ile sura ya 18 mstari 36 hadi 40. Neno la Mungu linasema, ikawa wakati wa kutoa dhabihu ya jioni, Eliya nabii akakaribia akasema, E Bwana Mungu wa Ibrahimu na wa Isaka na wa Israeli, na ijulikane leo ya kuwa wewe ndiwe Mungu katika Israeli, na ya kuwa mimi ni mtumishi wako, na ya kuwa nimefanya mambo haya yote kwa neno lako. Unisikie e Bwana, unisikie, ili watu hawa wajue ya kuwa wewe
Bwana ndiwe Mungu na ya kuwa wewe umewageuza moyo wa kurudi. Mpendwa msikilizaji, unaelewa sasa kitu ambacho Eliya alikuwa anaomba? Anapeleka mahitaji mbele za Mungu. Siri kubwa iliyoko katika maombi nimekwambia ni Mungu kujifunua, kujithibitisha kuwa yeye ni Mungu wa kweli katika maisha yako au katika eneo lako la kazi. Mahali popote utakapokuwepo, yeye atajithibitisha na kujidhihirisha na kujifunua kwa watu ambao wamekuzunguka kwamba umembeba Mungu wa kweli. Mara nyingi watu wengi hawajajielekeza kabisa jinsi ndani yao walivyobeba nguvu ya Mungu ndani yao. Jambo lingine ambalo nataka nikukumbushe kwamba kadiri unavyozidi kuendelea kuomba, kadiri unavyozidi kuendelea kumsihi Mungu na kutafuta uso wa Mungu, ndivyo Mungu ambavyo atazidi kujifunua ndani yako, atazidi kuonyesha kwamba yeye ni Mungu wako na wewe ni mtu wa kwake. Kwa hiyo usidharau nguvu ya maombi. Maombi si hotuba fulani mbele za Mungu, ni kupeleka mahitaji ulionayo mbele za Mungu, ni kupeleka mahitaji ulionayo mbele za Mungu. Jambo la pili ambalo nataka nikukumbushe mtumishi wa Mungu, maombi ni ufunguo utakao kuwezesha kuingia katika kila mahali. Ni ufunguo utakao kuwezesha kuingia katika kila mahali. Maombi yanakuwezesha wewe kooperate. Katika somo ambalo nilifundisha jana, nilikuwa nasema habari ya kuijua ulimwengu wa roho ili ufanikiwe katika kuomba kwako. Na leo nimefundisha nguvu iliyoko katika maombi. Nakumbuka hii point ya pili inayozungumza hapa kwamba maombi ni ufunguo utakao kuwezesha wewe kuingia kila mahali. Maana yake kupitia maombi una uwezo wa kuingia katika ulimwengu wa roho na ukaoperate katika ulimwengu wa mwili. Ukaamua mambo katika ulimwengu wa roho na ukaamua mambo katika ulimwengu wa mwili. Hakuna muujiza bila kuomba, hakuna kitu kitakachobadilika. Ni muhimu sana. Biblia inaposema katika ile Mathayo 7:7, ombeni nanyi mtapewa. Maana yake ni kuomba si ombi, ni amri. Na kanuni ya kupewa ni lazima uombe. Lazima ujitahidi kuomba. Lazima ujifunze kupeleka mahitaji yako mbele za Mungu. Ndio maana kwenye Isaya anasema, njoni tuhojiane, tusemezane nami niwape haki zenu. Kwa nini? Kwa sababu lazima useme yale ambayo ueleze mahitaji yako. Fungua moyo wako mbele za Bwana ili Mungu apate kukujaza. Na ni muhimu sana ujue jambo hili, maana inazungumza sana kwenye ile Mathayo sura ya 6 mstari wa 6. Katika ile Mathayo sura ya 6 mstari wa 6, Biblia inasema nini katika kitabu hiki cha Mathayo sura ya 6 mstari wa 6? Biblia inasema hivi, bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani. Maana yake ni nini? Ingia chumba chako cha ndani, alafu na ukiisha kufunga mlango wako, usali mbele zako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujaza. Maana yake hakikisha unakuwa na chumba chako cha kuomba. Omba kila mara, peleka mahitaji yako mbele za Mungu. Kila mahali, ukiwa kila mahali, chumba chako kiwe maalum kwa ajili ya kuomba. Maana yake ni nini ninachomaanisha hapa? Kwamba jitahidi sana mara kwa mara. Endelea kuomba. Usiwe na kimya ndani yako na usiwe na malalamiko, lakini peleka mahitaji yenu na yajulikane, haja zenu. Biblia inasema nini katika ile Wafilipi? Inasema haja zenu na zijulikane na nani? Na Mungu. Maana yake ni nini? Mahitaji yako ijulikane na Mungu. Kwa hiyo ni muhimu sana, mtumishi wa Mungu, wewe kila siku hakikisha unaomba mbele za Bwana. Jambo la tatu ambalo nataka nikukumbushe jioni ya leo ni jambo la tatu, maombi husababisha kibali kisicho cha kawaida. Narudia, maombi husababisha kibali kisicho cha kawaida. Kuna maisha ambayo lazima ili uweze kupata kibali kisicho cha kawaida, itakulazimu wewe uombe. Ni muhimu sana wewe uendelee kuomba. Kwenye ile kitabu cha Nehemia, ile sura ya kwanza mstari ule wa 4 na wa 5, Biblia inasema nini katika kitabu hiki cha Nehemia? Anasema hivi, hata ikawa niliposikia maneno hayo nikaketi. Kumbuka Nehemia hapa alikuwa anasikia habari za Yerusalemu, jinsi ilivyoharibiwa, jinsi ilivyokuwa
katika ukiwa. Anasema nilipopokea haya maneno kutoka kwa watu waliotoka huko, hata ikawa niliposikia maneno hayo, nikaketi, nikalia, nikaomboleza siku kadha wa kadha. Maana yake ni nini? Sio siku moja, hakuomboleza siku moja, hakuwa na mfungo wa maombi siku moja. Kisha nikafunga, akawa na mfungo wa maombi, nikaomba mbele za Mungu wa mbinguni. Mstari ule wa 7 anasema nini? Naomba tusome mstari wa 5 tena. Anasema nikasema, nakusihi Bwana Mungu wa mbingu, Mungu wa mbinguni, Mungu mkuu, mwenye kuogofya, mwenye kutimiza agano lake na rehema zake kwa hao wampendao na kuzishika amri zake. Ni nini anachozungumza hapa? Nataka tuhamie tuende mstari wa 2. Nataka upate kitu ambacho sura ya 2, katika ile sura ya 2 mstari wa 4 anasema nini? Anasema katika ile sura ya 2 mstari wa 4 anasema, ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuiniomba? Basi nikamwomba Mungu wa mbinguni. Nisikilize vizuri. Haya, baada ya Nehemia kuendelea kuomba na kutafuta uso wa Mungu, akapata katika maombi, akapata maono katika Roho Mtakatifu, akapata himizo katika Roho Mtakatifu ya namna ya kuingia kwa mfalme na kuzungumza naye, ili kuna baadhi ya vitu alivyokuwa anatamani kumwambia na kumwomba ridhaa yake kama mtawala, ili aweze kwenda kufanya kwa ajili ya mji wa Yerusalemu. Biblia inasema nini? Baada ya hayo yote, ndipo baada ya maombi, cheki matokeo aliyopata katika kuomba kwake. Ndipo mfalme akaniambia, una haja gani unayotaka kuniomba? Yeye hakuzungumza, yeye hakusema chochote, lakini kule tu kwamba alishamwomba Mungu, kule tu alishamwomba peleka haja yake mbele za Mungu, aliyajua ya kwamba Mungu alisikia kuomba kwake. Nachotaka niseme nini, mtumishi wa Mungu? Kwamba maombi yatakupa kibali sana utakapoendelea kuomba. Atakupa kibali. Maombi huleta kibali kisicho cha kawaida. Mungu kwenye hiyo biashara yako italeta kibali, kwenye hiyo ndoa yako italeta kibali. Kuna binti anasema, mimi siolewi, kila mtu nitakayokutana naye, mbona mimi? Kuna wakati fulani hata kibali cha kuolewa kinapotea. Hata mtu unashangaa tu yuko kwenye uchumba miaka na miaka. Ni nini? Maana yake ni unahitaji maombi, unahitaji kujinyekeza mbele za Mungu, kutafuta uso wa Mungu kwa ajili ya jambo hilo, ili Mungu akupe kibali kwayo. Maana yake ni nini, mtumishi wa Mungu? Nachomaanisha hapa, ni muhimu sana uendelee kuomba, ni muhimu sana uachilie maombi ndani yako. Usinyamaze kimya, endelea kuomba. Lakini pia nataka uchukue mfano pia wa Esther. Esther wakati amepata habari ya maangamizi kutokana na ile habari ya Hamani, wakati ametengeneza kashfa fulani kwa Wayahudi ili wapate kuuawa Wayahudi. Cheki Esther anachozungumza ni nini? Baada ya Mordekai kupeleka ujumbe kwa Esther, Esther anachomrudisha Mordekai anasema, na ninyi nendeni mkafunge na kuomba, asiwepo wa kwenu atakayekula wala kitu chochote. Maana yake shikeni zamu katika kuomba, ili nipate kibali mbele ya mfalme. Cheki nikwambie kitu, mtumishi wa Mungu, nisikilize vizuri. Ninachotaka kukwambia, maombi, utakavyozidi kuendelea kuwa mtu wa maombi, maana yake maombi atakuletea kibali kisicho cha kawaida. Maombi atakupa kibali kisicho cha kawaida. Nataka nikwambie, usidharau nguvu ya kuomba, usidharau nguvu ya maombi. Hata kama sasa hivi wewe huoni matokeo ya kawaida, lakini hata kama huoni matokeo, lakini kuna muda matokeo utayaona. Kuna muda matokeo yatakuwepo. Kuna muda matokeo yatakuwepo. Kuna muda matokeo yatafanyika. Kuna muda matokeo kwenye hiyo biashara. Kuna muda matokeo kwenye hiyo kazi. Matokeo yatakuja kwenye hiyo ndoa yako. Matokeo yatakuja kwa hao watoto wako. Usinyamaze, wala usinyamaze. Usiogope kwa sababu matokeo yatakuja tu kwa jina la Yesu. Endelea tu kuomba. Wewe endelea tu kuomba, kwa sababu katika kuomba kwako ndivyo kwa mfano, mimi nachotaka nikwambie katika ile Mithali sura ya 3 mstari ule wa 4, nakumbuka Biblia inasema hivi, anasema ndivyo utakavyopata kibali na akili nzuri mbele za Mungu na mbele za wanadamu. Kwa nini? Kwa sababu kadri unavyozidi kuomba, unavyozidi kunyenyekea mbele za Mungu, unavyozidi kutafuta uso wa Mungu, ndivyo ambavyo ndani yako utakavyozidi kuneemeka. Utapata kibali na akili nzuri. Endelea kuomba tu, wewe usidharau nguvu ya maombi. Hata kama watu wanakunyanyapaa, hata kama watu hawajui kama leo unafanya nini, nachotaka nikwambie, mtumishi wa Mungu, endelea kuomba, usinyamaze. Endelea kuomba. Endelea kuomba.
Endelea kuomba, usiogope. Hata kama watu hawaelewi unachotafanya ni nini, nachotaka nikwambie ni nini, endelea kuomba. Usijadharau nguvu ya kuomba. Basi mtumishi wa Mungu, naomba tuombe. Somo hili tutaendelea nalo tena kwa siku ya kesho. Naomba usikose tena katika mfululizo wa masomo haya. Yataendelea kukuimarisha, yataendelea kukufanya ukue kiroho, yataendelea kukufanya ujitegemee. Hata kama ulikuwa huwezi kuomba, itafika mahali utaweza kuomba, na usikate tamaa. Ninachotaka nikwambie, maombi yana nguvu. Maombi yatakupa kibali, yatakupa ufunguo. Maombi yatakufanya Mungu athibitike ndani yako, akuthibitishe ya kwamba wewe ni mtumishi wake. Naomba sasa tuende mbele za Mungu. Nimshukuru Mungu kwa ajili yako. Niombe pamoja na wewe katika Roho Mtakatifu, upate nguvu ya kuomba na shauku ya kumtafuta Mungu katika kuomba. Baba, katika jina la Yesu, nakushukuru Mungu kwa ajili ya mtumishi wako. Sante kwa ajili ya kipindi hiki Bwana, ninaliinua na kulitukuza jina lako, Mungu mkuu na Mungu wa kweli. Baba, sante kwa sababu ya uwepo wako, sante kwa sababu ya nguvu zako, sante kwa sababu ya neema yako, sante kwa sababu ya uwepo wako, sante kwa sababu ya neema yako Bwana. Nakushukuru kwa ajili ya huyu mtumishi, asante kwa sababu ya maisha yake Bwana. Ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki. Roho Mtakatifu umesema nasi Mungu, katika jina la Yesu, kwa njia ya maombi umetuhimiza kuomba, umetuhimiza namna ya kuomba, umetuhimiza kuomba Bwana, katika jina la Yesu na kwa damu ya Yesu Kristo aliye hai. Ninakushukuru Bwana, ninaliinua jina lako Mfalme, ninakuinua Mungu wa kweli, katika jina la Yesu, kwa namna ambavyo Mungu umetuonekania, kwa namna ambavyo Mungu umetupigania. Tunakushukuru Bwana Mungu. Namwombea mtumishi wako huyu. Inawezekana kuna mwingine anasema mimi sijui kuomba, lakini Mungu ndani yake, omba ndani yake. Roho Mtakatifu aombe ndani yake. Roho Mtakatifu aweke himizo, aweke kiu na shauku ya kuendelea kuomba. Yule ambaye amekata tamaa kuomba kwa sababu haoni ishara yoyote ya kwamba Mungu unamsikia, naomba Mungu kajifunue ndani yake ya kwamba yeye unamsikia anavyokuomba, unamsikia anavyokuomba na umepokea mahitaji yake. Muonekanie kwa jina la Yesu. Pigania Roho Mtakatifu katika damu ya Yesu Kristo na katika jina la Yesu. Sande Roho neema, pigania na kumbariki katika jina la Yesu. Amen. Mtumishi wa Mungu, kama kuna mahitaji yoyote, namba yangu tafadhali, namba yangu ni 0767 39 43 36. Narudia tena 0767 39 43 36. Ukipiga hiyo namba tunaweza tukawa hewani, au tuma message ukiona tuko busy, tuma message hitaji lolote, tutaendelea kukuombea na Mungu wa mbinguni akubariki sana. Amen.